Asante sana. Habari za asubuhi. Sisi kama wachezaji maandalizi yameenda vizuri kabisa, na leo tunafanya session yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo kesho. Tunatambua ni mchezo muhimu, mchezo mgumu, kutana na wapinzani wagumu, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na uhakika wa 100% tunaenda kufanya vizuri na kupata alama 3. Sawa, nikaribishe maswali matano kwa mchezaji. Swali matano kwa mchezaji. Mohamed Hussein, kwanza kupongeza mchezo uliopita kwa kucheza na Azam, ni mmoja wa wachezaji ambao kucheza kwenye timu hiyo katika kariera yako. Kwa mchezo namna gani na kucheza timu ambayo ina nafasi kubwa, timu ambayo inacheza nafasi kwa kama mchezaji mchezaji wa ulinzi, mchezo mitano uliopita mchezo kwa leo mchezo Azam tegemea kuwa na spirit hiyo katika mchezo ambao anacheza ulinzi. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba haturuhusu goli. Ikiwa ni mchezaji ambaye anahusika katika defense, lazima tuzungumze na wenzangu kuhakikisha kwamba ile clean sheet ambayo tulikuwa tumetengeneza tuendeleze pia katika mchezo wa kesho. Sababu ni mchezo muhimu na huu ni mchezo wa ligi, hatutaki kupoteza. Kwa hiyo tutajitahidi kwenye hilo. Lakini ukiangalia Azam ni timu nzuri. Ukiangalia performance yake match by match wamekuwa ni watu ambao wana improve kubwa. Kwa hiyo sisi kama Yanga tumefanya maandalizi mazuri kwa kabili kesho. Sawa, swali la pili. Labda hali kwa wachezaji wageni ambao wanakwenda kucheza kama mchezo wa kwanza wa ndani ambao kuna maingizo hali ipo vizuri, na uzuri kwamba games hizi zote zipo recorded na Azam TV. Kwa hiyo baadhi ya mechi wamepata kuziona hali inavyokuwa katika mechi husika. Kwa hiyo kazi ya walimu imekuwa ni rahisi kwa sababu ni kuelekeza tu baadhi ya vitu, lakini wao wenyewe pia wameweza kujionea. Lakini sisi kama wachezaji ambao tayari tushacheza hizi mechi pia tunawaambia wenzetu mazingira ya mechi jinsi yanavyokuwa na ugumu wa mechi. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mchezo mzuri na wachezaji wapya pia naamini watafanya vizuri katika mchezo. Sawa, swali la tatu. Sembe mnaenda kwenye huu mchezo, lengo la point mbili za ubingwa kwa zitafuta ni kubwa na mpinzani wetu. Na hii kama mtafungwa inaenda kupunguza gap la point. Hii inaenda kuwapa kiasi gani ya kuzihitaji hizo alama 3 kama wachezaji? Tunatambua hilo. Ndio maana nikasema kwamba Azam wana kikosi kizuri na uzuri wao tunaufahamu na madhaifu yao pia tunafahamu. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo tafu sana, na ukizingatia kwamba tunaenda katika huo mchezo tunatambua kwamba tayari tuna gap ambao tumewaacha wao na wapinzani wengine. Kwa hiyo ni mchezo ambao lazima tuhakikishe kwamba tunapata alama 3 ili tuendelee kutengeneza gap baina yetu na timu zingine. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo muhimu sana kwetu sisi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ili tuendelee kutengeneza gap na kuhakikisha kwamba tunazidi kukaribia ubingwa. Ni kigumu kwenye upande wa mpira wa Yanga kwa timu ni aina gani ya mchezo itegemea kwa dakika 90 kwa kwenu, kipindi ambacho sio baadhi ya mentality za watu wengine ambao wanaamini Yanga anapata matokeo lakini hachezi ile soka mpya. Aina gani ya mpira itegemea kwenye mechi ya kesho? Aina gani ya mechi? Nafikiri hilo jukumu ni la walimu kutuambia sisi ni aina gani ya mechi, lakini kuhakikishia kwamba itakuwa ni mechi nzuri. Hatuwezi kila kitu tukakiweka hadharani, hiyo nafikiri ni habari za ndani sana. Kwa hiyo nihakikishie tu wananchi waje kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba tunakuja kupata alama 3.